Nani aliyemchagua hapa? Huyu anayejiita mbunge wa hapa Tunduma, nani aliyemchagua hapa? Hao wanaojiita madiwani, nani aliyewachagua? Hawajachaguliwa. Na hiyo sio kauli ya John Heche peke yake. Umoja wa Afrika umesema hakukuwa na uchaguzi Tanzania, kulikuwa na mauaji. Hiyo ni African Union. SADC, nchi za SADC za kusini hizi ambazo na sisi ni miongoni mwa nchi za SADC, wamesema hakukuwa na uchaguzi. Thabo Mbeki Foundation wamesema hakukuwa na uchaguzi. Umoja wa Ulaya wamesema hakukuwa na uchaguzi. Mtu pekee anayesema kulikuwa na uchaguzi na Jaji Warioba, nilikuwa nimemsahau. Jaji Warioba amekuwa makamu wa rais, amekuwa waziri mkuu, amekuwa manager. Sasa huyu mama alijiweka madarakani, na amejiweka madarakani baada ya kusema hakutakuwa na nywinywi. Mwisho wa siku akasema anaagiza majeshi yajiandae. Majeshi yanajiandaa nini kwenye uchaguzi? Unanunua magari ya kivita kwenye uchaguzi, unanunua si uniform mpya za polisi. Uchaguzi ni civic procession. Sema civic procession. Ni jambo la kiraia. Jeshi linaingia kwenye uchaguzi kufanya nini? Mwisho wa siku wakaua watu. Na kuna mama yuko hapa, nitakupa nafasi useme mtoto wake aliuawa. Na nyie vijana wa polisi, kama kuna kijana alinyanyua bunduki kuua raia ambaye hana hatia, aliyekuwa anadai tume huru ya uchaguzi, anayedai katiba mpya, ameraniwa na kizazi chake chote kitaraniwa. Damu ya Watanzania haitawaacha salama. Tunaelewana Tunduma? Tunaelewana vizuri? Na nataka niwaambie jambo jingine. Hakutakuwa na kufunika haya mambo. Sasa hivi dunia imeendelea sana. Wewe unatembea na simu mfukoni, inakwambia umetembea nyayo 10,000 kwa siku. Simu inakwambia umeunguza calories kiasi fulani, yani nguvu ulizochoma kiasi fulani. Simu inarekodi mapigo yako ya moyo. Simu inaweza kurekodi pressure, inarekodi kisukari. Dunia imeendelea. Huko duniani huko kuna kitu kinaitwa satellite, kinaona kila sehemu tuliko hapa. Kinaona wakina Heche wako Tunduma, kinaona nyie mlioua watu, nyie mlioua watu. Hata leo wakiwalinda hivi, wananchi hawa wameshaamua wanabadilisha nchi hii. Uongo kweli? Kote tulikopita ni nyomi namna hii. Kwa hiyo hii imeenda, hii imefanya nini? Na mkiona imebadilika tu, wote tutawachukulia hatua kali zinazostahili. Na mnisikilize, hakuna mtu atakuja kusema oh, mimi niliagizwa. Mimi nilifanya nini? Hakuna kuagizwa. Sheria inakuruhusu askari, ukiagizwa kufanya kitu kinyume cha sheria, umkatalia anayekuagiza, mwambie afande na kushukuru, piga saruti yako, lakini hilo jambo sitafanya kwa sababu ni kinyume cha sheria. Sheria ndio inavyokutaka. Usiagizwe tu kama ng'ombe kwamba fanya hivi na wewe unafanya. Na kuna kanuni ya kidunia. Tunduma mnisikilize. Kuna kanuni ya nini? Ya kidunia
inaitwa the Nuremberg Principle. Sema Nuremberg Principle. Adolf Hitler alikuwa kiongozi wa Ujerumani, dikteta. Wakati akiongoza Ujerumani, aliagiza Waisraeli wauawe, na wakauawa watu zaidi ya milioni 2. Baadaye mwaka 1945, 39 mpaka 45, wale watu wote wakashtakiwa kwenye mji unaitwa Nuremberg. Nuremberg kule Ujerumani. Sasa hizo askaje? Alipokuwa anakuja kujitetea, anaulizwa uliua watu, anasema mimi nilipewa maagizo kutoka, nishawaambia sitaki makamu. Sasa maagizo kutoka kule tuweke. Kwani ilikuwa mmeziweka pamoja ndio pelekee. Sasa tutasikizaje? Sheria inasema na mambo yenu haya. Sheria inasema mwambie mbalishe. Sasa wewe maagizo kutoka juu za live nimesha zina unatekelezaje? Mtu anaramba mdomo. Sasa wote wale wengi wao walifungwa, wengine walihukumiwa kunyongwa. Tunaelewana vizuri? Sasa nyie mnaopewa maagizo kutoka juu, maagizo kutoka juu ambayo hayafuati sheria. Sasa wewe naye jamaa tulia bana. Na nyie mlioko shukeni ili kuwe na nafasi hapo, abaki mtu mmoja. Ndio maana mnakatakata hivi vyombo. Shuke ili tuweze kuelewana vizuri. Wangu askari na wale wengine wa vyombo vya usalama mnaonisikiliza,
Fuateni sheria. Sisi hatuwachukii wala hatuna hasira mbaya na nyie, kwa sababu bila nyie, na leo asubuhi nimesema kwamba askari kwenye nchi nyingine wanaheshimika sana, wanaitwa men in uniform kwa sababu wanatenda haki, na sisi tunaelewa nchi tutashinda. Hata mfanye nini, hata mbane mnafanyaje, hii imeondoka hii. Na sisi hata askari wengine sio Zimbabwe tutawatumieni nyie. Kwanza mna hali mbaya, tutawamsha Nilikuwa nazungumzia bandari ya Dar es Salaam ambayo ndio inasababisha huu mji uwepo. Kwa leo mzigo wote unaotoka Zambia unapita hapa, na mzigo ambao Zambia wananunua kutoka nje ya nchi, wakinunua greda, wakinunua trekta, wakinunua magari, wakinunua nguo, wakinunua TV, wakinunua hapa Afrika. Kwa hiyo vinapita muhimu. Kwa makini. Mzigo mwingine 25% ndio huyo unaenda Malawi, na mwingine unaenda Uganda na Rwanda na Burundi zinazotutegemea pia. Kwa hiyo kama wewe una akili, kama wewe una akili ndogo tu, uhitaji kuwa chuo kikuu, akili ya nasari au ya kuvukia barabara au ya kuendea chooni. Ukiwa na shamba unalolima unapata gunia 75, na shamba unalolima unapata gunia 20. Shamba utakalolinda kwa nguvu zako zote ni lipi? 75. Na nielewa Tunduma, na hilo shamba kwa sababu ndio linakuzalisha, utaongeza zaidi mbolea, utaliwekea fence, utalima uzalishe zaidi. Sasa kufikia mwaka 1975 nilikuwa nasoma makabrasha ongoza nchi hii, walikuwa wamepanga kwamba barabara ya kutoka Tunduma mpaka Dar es Salaam kufikia mwaka 75, kama tusingepata uhuru 61, hiyo barabara ingelimwa kwa leni 4. Leni ngapi? Nikisema leni 4 mnanielewa? Maana kwamba barabara 2 kule zinapita upande ule, alafu katikati kumetengenezwa labda umepanda maua, inatenganishwa kabisa zinazokwenda mjini, na leni 2 zinazotoka tena huku. Kwa hiyo gari zinaweza kutembea 2 huku na 2 kule. Mimi nimekuwa mbunge, kuna mpaka wa Mexico na Marekani unapitisha mizigo mikubwa sana, ambao huo mpaka ni muhimu kama huu mpaka wa kutoka Kongo au Zambia kupita kwenda Dar es Salaam. Wenzetu wamefanya nini? Kwa sababu ule mpaka ni muhimu, wamejenga leni ya maroli. Hiyo haipiti gari nyingine yoyote, ni magari ya transit tu
lakini sema transit ni ambayo inaenda moja kwa moja nje ya nchi. Kwa hiyo lori likipakiliwa mzigo bandarini, na hapa mnielewe vizuri, bandari ya Dar es Salaam, mzigo wa Kongo ukishuka pale, kuna watu wa usalama wa taifa, kuna TRA, kuna jeshi, kuna vyombo vyote vya ulinzi na usalama kukagua, je, kama ni simu, ni kweli container lina simu, usikute lina silaha. Kama wameandika speaker, ni speaker kweli zimo, malipo yake ni kiasi gani? Wanafanya calculation pale bandarini, wanapima huu mzigo una kilo 50 au tani 30, si lori ni tani 30, pale kuna mzani, wanalipakia kwenye lori. Ile lori, mizigo yote ya transit inapaswa kufungwa kitu kinaitwa seal on transit. Sema seal on transit, yaani kufuri ambayo ni ya transit, ambayo huwezi ukashusha mzigo katikati ya njia, kwa sababu mzigo huwa haulipiwi ushuru ndani ya nchi, unalipiwa tu zile gharama za kupita hapo. Sasa hebu angalia usumbufu. Tumekubaliana kwamba shamba linalokupa 75% utalilinda, na kwa sababu ni mteja utamuondolea usumbufu. Mteja ni mfalme, sio? Sasa mzigo wa Kongo unashuka. Kipindi cha nyuma Mwalimu Nyerere alitenga bandari, ziko pale zinaitwa ICDs. ICDs ni maeneo ambayo mizigo ikishuka inapakiwa. Kwa hiyo akatenga, hili ni eneo la Kongo, hili ni eneo la Zambia, hili ni eneo la Malawi, hili ni eneo la Rwanda, hili ni eneo la Burundi, hili ni eneo la Uganda. Kwa hiyo mizigo yote ya Kongo ikishuka inapelekwa sehemu moja, ili uwarahisishie namna ya kuchukua mizigo yao. Si kama mnanielewa? Hivi mnanifuata vizuri? Wangapi wanaelewa ninachokisema? Nyosha mkono tu. Asanteni sana. Na mtulie, tutafika mwisho. Sasa Mwalimu Nyerere alitenga eneo ili kuondolea hao watu usumbufu. Baada ya Mwalimu Nyerere kuondoka, ufisadi ukaingia, si nini, mambo yakawa mengi. Mzigo unashuka, kwanza unaagizwa, unakuja mali inacheleweshwa kushusha mzigo. Mali ikichelewesha kushusha mzigo, mtu amenunua mzigo wake wa simu Kongo, anataka akauze apate faida, anapiga siku 15, mzigo unakuja unafika kutoka China, unacheleweshwa hapa Tanzania, ana siku 45, anazidi kupata hasara. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo inakuwa usumbufu, kukawa na shida. Mzigo unatoka bandarini, si mle bandarini kuna vyombo vya ulinzi na usalama, si wamepima kontena, wamehakikisha lina tani 70 au lina tani 50, limepakiliwa. Hilo kontena linatoka tu bandarini, limepimwa na vyombo hivyo vya ulinzi na usalama, linafika pale wapi pale, mzani wa kwanza Kibaha. Yaani limetoka bandarini Dar es Salaam, kwenye nchi hiyo hiyo, kwenye vyombo hivyo hivyo, linakuja linapimwa Kibaha, kwamba kutoka hapo bandarini na limefungwa kufuri, sijui limeongezeka uzito barabarani, sijui imekuwaje. Likitoka Kibaha likifika Vigwaza mzani, na hapo kuna maforeni, mtu anakaa siku nzima. Likitoka Vigwaza kabla ya Morogoro, Chalinze pale mzani. Likitoka Chalinze mbele kidogo ya Chalinze kabla ya Morogoro mjini mzani. Likitoka Morogoro mjini likivuka Mikumi mzani, mpaka gari inakuja kufika Tunduma mizani sio 30 njiani. Kwa hiyo mtu anachukua siku 3 anahangaika na mizani. Mteja wako anayehitaji akauze mzigo kwa haraka, inakuja hapa Tunduma. Kule TRA makaratasi yamefanyika, kila kitu kimefanyika, clearance imefanyika, malori yanapanga. Nimeona sasa mmevumbua, yanaanza kuanzia kule tunaita wapi, Mpemba. Foreni ya malori yanayokwenda foreni, yanayorudi foreni. Mtu anakaa siku 4, 5, 6 anateseka. Huyo mteja akipata alternative, akipata mbadala, atapita kwako hapa, atapita kwako hapa. Na ukimpoteza mteja anayekuletea 75%, utalisha nini watu wako? Kwa sababu hiyo bandari ndio tunategemea kukusanya mishahara, kukusanya fedha. Hilo la kwanza.
tuje kwenye barabara hii. Barabara ambayo unategemea ni kuletee pesa kuijenga kutoka Dar es Salaam mpaka Tunduma kilomita 1,000 imekuwa kesi. Yani ni uenda wazimu kwamba bwana askari, ili ukiwa na ng'ombe anayekupa maziwa unaweza kuacha kumlisha halafu unataka kumkamua? Atatoa maziwa? Atatoa maziwa? Ng'ombe anayekupa maziwa unamlisha, sio? Hiyo barabara kwa mtu mwenye akili ilipaswa ijengwe. Mwaka huu wamepitisha kitu kinaitwa budget. Kwenye hiyo budget wametenga shilingi trilioni 1 shilingi kwa ajili ya safari za viongozi. Hebu fikiria watu, tukisema ni wajinga tunakosea nini sasa? Kuna akili humo? Alafu tukisema tunasema tunawatukana. Tumetukana nini sasa? Tunasema ukweli kwamba hawana uwezo, wanaharibu nchi. Uongo kweli? Unatenga trilioni 1 kwa ajili ya safari za viongozi kwenye nchi maskini hii. Trilioni 1 bwana afande ni bilioni 1,000. Sasa bilioni sio kama mnaifahamu, nitawafundisheni. Na wewe afande chukua shule hapa. Iko hivi, Tunduma peoples, bilioni 1 ambayo kwenye trilioni ziko 1,000. Hiyo bilioni yenyewe ni milioni 1,000. Yaani bilioni 1 ni uhesabu shilingi 1, 2, 3 ziwe laki, laki 1, 2, 3 ziwe milioni, milioni 1, 2, 3, 4, 5 ziwe 10, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 1,000. Hiyo ndio bilioni. Sasa hiyo bilioni ziko kwenye trilioni 1, 1,000. Yaani Tunduma, nisikilize, nchi kwa mwezi, yaani tunaita wage bill, ni kama bilioni 500 na kitu. Kwa hiyo hiyo trilioni 1 unaweza kulipa askari wote wa umma, si wanajeshi wote, kila unalipa miezi 2. Yaani hiyo trilioni 1 unaweza kumgawia kila Mtanzania ambayo tuko milioni 65, kila mtu apate shilingi 14,500. Mnanielewa vizuri? Hiyo ndio trilioni. Sasa hiyo trilioni 1 inaweza kujenga barabara ya kutoka Dar es Salaam mpaka Tunduma kwa kiwango cha barabara za Marekani, kwa sababu kilomita 1 ya barabara ni bilioni 1. Sasa trilioni 1 ni bilioni 1,000. Kwa hiyo unaweza kujenga barabara kilomita 1,000. Sasa hii barabara haijengwi, ambayo tunategemea, nimetoka ukianzia Ubaruku kuja huku unaweza kulia pale Igawa. Yaani barabara imewekewa viraka, kama ni nguo ni kiraka cha buluu, chekundu, cheusi, yaani huelewi. Sasa umekuja hapa, barabara imechimbika, malori ya watu yanadondoka pale Mlima Nyoka. Kila siku ajali zinapatikana kwa sababu ule mlima umekaa vibaya, ni pembamba na lori haziwezi kupishana vizuri. Alafu eti kuna viongozi wanajiita wa dini, wanaitwa wanahonga, eti wanaenda kuombea pale eti ajali zisitoke. Mberogwa, mna akili timamu? Yaani ni sawa eti unalamba sumu alafu unaomba usife. Yaani ile barabara ni mbovu, itaangusha tu magari. Ukitaka ajali zikome pale, panua ile barabara, punguza ule mlima, ajali zimekwisha. Tunaelewana vizuri? Ajali za magari kugongana, Ulaya magari ya gongani, kwa sababu gari zinazokwenda huku zinapita kule, zinazorudi huku zinapita huku. Hakuna gari kugongana. Hapa kila siku tunaona magari yanagongana uso kwa uso. Sasa ndugu zangu, kutokana na usumbufu wote huo nilioueleza, dunia imeanza kuchukua hatua, na hatua ambayo itakuwa hasi kwetu. Na hapa mnisikilize, na watu wa Tunduma, kuna balaa linakuja. Iko hivi, Marekani na Uingereza wamewekeza dola za Kimarekani bilioni 2.4 ambayo ni trilioni 5
wanajenga reli kutoka bandari ya Robito Angola mpaka Zambia, Lusaka na Kaplimposhi. Sasa ukitoka Lusaka Zambia mpaka Dar es Salaam ni kilomita 1740. Sawa sawa? Yaani ukitoka Kaplimposhi mpaka Dar es Salaam kilomita 1740. Ukitoka Lusaka mpaka Robito ni kilomita 1642. Kwa hiyo kuna added advantage. Sema added advantage. Maana yake nini kwa Kiswahili? Hebu nieleze kwa haraka. Ni faida ya nyongeza kwamba kutoka kule Robito mpaka Lusaka kuna pungufu ya kilomita 100. Sasa kilomita 100 ni mwendo wa kutoka hapa mpaka Mbeya mjini. Sasa kama wanaenda kujenga hiyo bandari, ina maana wanaanza sasa mzigo wote wa Zambia uanze kufikiria kupita Robito. Kuna bandari nyingine inaitwa Beira, iko Msumbiji. Kutoka Beira mpaka Lusaka ni kilomita 1050. Uingereza wanawekeza pale barabara ya reli 4 kutoka Beira mpaka Lusaka. Sasa kwa ujinga huu unaoendelea kwenye nchi hii, nani atakuja kupitisha mzigo wake? Na wauliza, nani atakuja kupitisha mzigo wake? Wamekadiria maximum kwa kiwango cha juu, mzigo kutoka Robito mpaka Lusaka utatumia masaa 60. Masaa mangapi? Na mzigo kupita kwetu huku unachukua mpaka siku 45. Nani atakuja kupitisha kwenye siku 45 aache kupitisha masaa 60? Tukisema hao viongozi wanataka kupeleka nchi iliko kwa Zimbabwe, tunadanganya, tunasema ukweli? Kwa sababu ya kutokuwa na akili na kuwa na negligence. Nimekuja kwenu kwa taarifa kwamba kama hatutachukua hatua za mapema kuokoa nchi hii, nyie watu hapa, hii Tunduma itaenda kufa. Hii Tunduma itaenda kufanya nini? Mahoteli yote yanayotegemea wageni, roji zote zinazotegemea wageni, nyumba za kulala zinazotegemea wageni, maisha yanayotegemea maroli yanakwenda kuwa shida. Hivi inawezekanaje? Kwa mfano, sisi tulibishana sana na Magufuli, vibaya sana, na nyie mnajua. Na sisi hatuwezi kumunga mkono mtu aliyejaribu kumuua Lissu kwa sababu tunamwambia demokrasia. Hatuwezi. Lakini Magufuli aliliona hilo, akaanzisha kitu kinaitwa Kwara, bandari ya nchi kavu ya Kwara. Akatenga eneo la Zambia, eneo la Kongo. Sasa ili mzigo wa Kongo kienda pale uwe rahisi kuusoti, mtu achukue. Leo matajiri, watu wakina GSM, wakina Azam, sio wakina nani, wanamiliki maeneo ya kutunzia mizigo. Ukienda kule Dar es Salaam, kila eneo linanunuliwa, unasikia GSM amechukua hili, si nani amechukua hili. Wanayavunja ili waweke sehemu ya kupaki makontena. Sasa mtu anakuja kutoka Kongo, ameagiza mzigo wake China, ana kontena 10. Kontena moja inawekwa Mwananyamala, nyingine inawekwa Sinza, nyingine inawekwa Posta, ili apate usumbufu. Hii aitafute siku moja, nyingine aambiwe iko kule Sinza, aende ichukue, aje kuchukua ya 3, zimeisha pita siku 5, anaanza kuchajiwa kitu kinaitwa storage fee. Mnanielewa vizuri? Yaani ili mradi tu wakufanyia usumbufu, wakufanya efficiency, ili wakudai pesa. Sasa hawa wanakuja kuleta efficiency. Nani atakuja kupita kwenye usumbufu? Ni askari mliotumwa mmevaa kiraia, raia mna rekodi. Nani atakuja kupita hapa mpate mishahara? Hivi mnanielewa nyie watu? Wangapi mnaelewa ninachokizungumza? Kwa hiyo ndugu zangu, watu wa Tunduma, nchi hii ni ya kwetu, na ustawi wa watu wetu unawategemeeni nyie, unategemea nchi nzima. Tukianza kuzungumza matatizo ya wizi wa mbolea,
si wizi wa nini, si nini. Matatizo yaliyoko hapa ndiyo yaliyoko Tarime, ndiyo yaliyoko Mbozi, ndiyo yaliyoko kila sehemu. Kwa tatizo la nchi hii ni kwamba nchi hii ina ugonjwa, ina kansa. Kansa inatafuna nchi yetu, na kwa sababu una kansa unatakiwa kupimwa sawasawa, upewe dawa sawasawa. Ukipimwa kansa, unaumwa kansa, ukapimwa wakasema ni malaria, alafu wanakupa dawa ya malaria wakati unaumwa kansa, hautapona, utakufa. Wazungu wanasema wrong diagnosis, wrong treatment. Ukipimwa vibaya ukapewa matibabu mabaya, hautapona. Nchi hii tumeipima sawasawa, tumeelewa tatizo lake ni CCM. Tuipe dawa sawasawa ambayo ni kung'oa CCM na kutupa jalalani, nchi yetu itapona. Tushirikiane wote tuokoe nchi hii, tuokoe nchi hii. Ndugu zangu, hebu fikiria hivi, hii hapa inaitwa financial bill, sheria ya fedha ya mwaka 2016 mwaka huu wa 2026 ni sheria mpya ya fedha. Sasa jana nimeanza kuichapa, nimetumiwa message wakati napanda hapa kwamba kile kifungu walichoweka kwamba watakopa pesa benki kuu wamekiondoa, kwa sababu nilikisema jana kule Mbeya. Sasa mnisikilize Tunduma, kukopa fedha benki kuu maana yake ni nini? Ni kwenda kuchapisha pesa mpya, na ukienda kuchapisha pesa mpya unashusha thamani ya pesa, unaua nchi. Walikuwa wameweka hapa kwa sababu maji yamefika wapi? Sasa humu kwenye sheria ya fedha bungeni pale kuna kitu kinaitwa budget. Budget ikisha somwa, baadaye inatungwa sheria ya fedha inaitwa financial bill. Sema financial bill. Baadaye inatungwa sheria ya pili inaitwa appropriation bill, sheria ya matumizi ya fedha. Sasa mimi na Haonga tulikuwa bungeni. Haonga simama wako na mwalimu Haonga, tulikuwa na Haonga. Sasa wale wabunge wajinga wote wale, unaweza ukawasikia wanaongea wakati ule, mimi sina maji, sina barabara, si watu wangu, si nini. Hiyo ni kelele. Bunge lenyewe huwa liko kwenye nini? Kwenye sheria. Mbunge kazi yake namba moja ni kutunga sheria. Sasa ikishapitishwa budget inatungiwa sheria. Ndio maana waziri anaweza kusimama akasema tutaiweka barabara, kama hawajaiweka kwenye matumizi na wakaweka kitu kinaitwa vote, hiyo barabara haitakuwa na utekelezaji hata kama aliahidi. Tunaelewana vizuri? Sasa wale wajanja tunaosoma kizungu wakisha ahidi, tunaenda kwenye vote, kwenye kifungu tunasema wewe waziri, wewe ni muongo. Ulisema barabara ya kutoka Tarime kwenda Jamwago umeiweka, mbona kwenye vote haimo? Kifungu cha 106B kinapendekezwa kuongeza kwa kuweka masharti ya kutoza kodi kwa kiwango cha 1% kwenye mauzo ya mazao ya chakula wakati wa uuzaji au usafirishaji wa mazao hayo. Sasa kwamba nyie unalima mahindi, mbegu hawakupi, uongo kweli? Mbolea hawakupi, unanunua $100,000, shamba una kodi, trekta una kodi, ukishavuna kuna watu wanaitwa halmashauri wanataka kodi. Sasa hii 1% hii, Bwana Isa nisikilize, wewe ni mkulima, hii 1% sio ile ya halmashauri, hii ni ya TRA. Sasa nyie mlikuwa mnalia na halmashauri wanachukua shilingi 1,000 kwa gunia. Sasa TRA na yenyewe itachukua kodi kwenye mazao yako 1%. Kwa hiyo ukiuza $500,000, 1% ya $500,000. Ukiuza milioni, 1% ya milioni. Ukiuza milioni 10, 1% ya milioni 10. Na wao watu walioendelea kodi hawachaji kwenye mtaji, wanachaji kwenye faida. Kwa mfano, umelima mahindi, umetumia shilingi 10,000 kununua mbolea, umekodi shamba kwa 20,000, waliopalilia kwa 30,000, jumla labda umetumia shilingi milioni 1. Kwa hiyo ukivuna inatakiwa uuze
Ukishauza utoe ile milioni uweke pembeni, kile kinachobaki ndio wachukue kodi hapa. Wao wanasema watachukua kodi kwenye gross. Maana ya gross wanachukua kwenye mtaji na wanachukua kwenye faida. Sasa tunajua unaweza kuwekeza kwenye mtaji na usipate faida. Kwa hiyo maana yake watachukua kwenye mtaji ule hata kama hauna faida. Hiyo ni serikali, ni wajizi. Hivi mnanielewa Tunduma? Hilo la kwanza. La pili, wameweka hapa kifungu fulani hivi, kifungu cha 169A, wanasema hivi, kinapendekeza kuongezwa ili kutambua masharti ya msamaha wa kodi ya mapato yaliyopo kwenye mikataba ya msingi iliyosainiwa baina ya serikali na uwekezaji wa madini baada ya kupata ridhaa ya baraza la mawaziri. Sasa mwenyekiti wa baraza la mawaziri ni Samia Suluhu Hassan. Wajumbe wa baraza la mawaziri ni mawaziri. Mle kwenye baraza la mawaziri, miongoni mwa mawaziri yupo mkwe wa Samia Suluhu Hassan, anaitwa Mchengerwa. Tulikuwa naye bungeni. Ameoa mtoto wa Samia Suluhu Hassan. Na mle kwenye baraza kuna mtoto huyu aliyeolewa na Mchengerwa, naye ni waziri, anaitwa Wanu. Yaani lile baraza la mawaziri yumo mama, yumo mkwe, yumo na mtoto wake. Nchi ya kusadikika hii. Alafu jao ndio mnawalinda, mnatupiga sisi. Mmerogwa nyie, sio bure. Tunduma peoples. Sasa wanasema watatoa misamaha kwenye kodi, kwenye madini kama watapata ridhaa ya baraza la mawaziri. Hilo baraza ambalo kuna mkwe, kuna mtoto, kuna nani, watamkatalia kumpa ridhaa. Kwa hiyo mikataba mwaka 2017, mwaka 2000 na ngapi, tulitunga sheria mpya ya madini 2. Sheria ngapi? Tulia mama. Natumia nguvu sana kwa sababu vyombo ni vidogo. Sasa ukiongea nitanyamaza uongee. Sawa sawa. Tulitunga sheria ngapi? Moja inaitwa Permanent Sovereignty ya Natural Resource, kwamba rasilimali zote za nchi hii ni za Watanzania. Kwa hiyo Watanzania ndio wamiliki namba 1 wa rasilimali hizo. Maji, mito, mbuga za wanyama, sio inaitwa Permanent Sovereignty over Natural Resources. Ya pili inaitwa Review and Renegotiation of Unconscionable Terms. Review and Renegotiation of Unconscionable Terms. Contract sio nini huko inaendelea huko. Lakini maana yake nini? Kwamba mikataba yote iliyoingiwa ya kinyonyaji, ya kifisadi inapaswa kupitiwa upya. Ya madini, sisi ni nchi namba 2 na 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi, nchi pekee yenye Tanzanite, nchi yenye madini ya nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza ndege, nchi yenye makaa ya mawe, almasi, gesi. Kwa tukatunga sheria kwamba waliokuwepo walipitisha mikataba mibovu, Watanzania mmebaki maskini kwenye utajiri, tuwe na uwezo wa kunegotiate upya hiyo mikataba ili tupate faida. Sasa huyu mama anachopitisha kifungu cha 109 anasema hivi, wao wanaweza kukaa na mmiliki wa mgodi wakajadiliana kumwachia, wakampa msamaha wa fedha wa kodi kama baraza la mawaziri litamruhusu. Kwa hiyo hayo makubaliano waliopitia yatakuwa juu ya sheria. Si kama mnanielewa? Hivi mnanielewa vizuri? Tulitunga sheria ambayo inasema hauwezi kusamehe mtu kodi kwenye madini. Yeye amepitisha kifungu cha 109 hiki hapa, kinasema hivi, baraza la mawaziri na yeye wanaweza kukaa wakasema, bwana Heche, tunakusamehe kodi. Sasa sisi tunajua kuna mtu fulani kwenye nchi hii ambaye amechukua vitaru vingi sana vya madini, na kuna uwezekano kwamba kuna familia fulani zima mle. Sasa wanataka wapitishe hii, waende kujadiliana namna ya kuwafanyia msamaha, wachukue madini yetu. Yani unakuja kuchukua
kodi kwenye mahindi ya mama wa Mpemba, alafu unasamehe kodi kwenye madini ya mabilioni. Hao sio wauaji kweli? Alafu kuna kamtu hapa Tunduma eti kanajiita CCM. Umerogwa au ni kichaa wewe? Yaani wanapanga kusemeana makodi makubwa, alafu wanakuja kuumiza mtu maskini wa hapa Mpemba. Sasa ndugu zangu, ya mwisho kwenye sheria ya fedha, nyingine nitazisoma huko nakoenda, nataka nimalize ili mlete tone tone. Sehemu ya tano wanasema hivi: sehemu ya 15 ya mswada huu inapendekeza kufanya marekebisho katika, kwanza, linapendekezwa kurekebishwa kwa kuongezeka kiwango cha ada ya usajili wa pikipiki kutoka shilingi 95,000 mpaka shilingi 150,000. Sasa niliwasikia mnalalamika si LATRA si nini. Hii sheria mpya inasema shilingi 95,000 kwenda 150,000. Yaani bodaboda tunajua ni watu maskini, ni vijana wanajitafuta. Unataka kuwaongezea shilingi 65,000 kuwe kutoka kwao, alafu unapanga kunywa. Tunaweza kuzungumza tukakesha. Uchafu wote huu umesababishwa na katiba hii hapa, ambayo imempa mtu mamlaka, anaweza kuteua mtoto wake kuwa waziri, hata kama hana uwezo. Katiba hii imempa mtu uwezo, anaweza kuagiza watu wauawe na msimfanye kitu. Katiba hii imempa mtu uwezo, anaweza, yeye ni bunge, anaweza kuvunja bunge. Kwa hiyo bunge haliwezi kuwatetea kwa sababu ni takataka, halina meno. Katiba hii inampa mtu uwezo wa yeye akiwa rais amteue jaji. Kwa hiyo huna pa kukimbilia. Mtanzania umewekwa kati, unashambuliwa, huna wa kukuokoa, kwa sababu katiba hii ya mwaka 77 imeleta matatizo haya. Ndio maana tumekuja kwenu kusema mtu anayeumwa kansa hapewi vidonge aspirin, anapewa dawa ya kansa. Dawa ya kansa hii ya CCM ni katiba mpya, na sisi tumekuja kuomba mtuunge mkono, tutafute katiba mpya. Wangapi mko tayari kudai katiba mkono? Nyosha tu. Waandishi wa habari pandeni hapa. Waandishi wa habari pandeni. Tunduma wangapi wanasema wanaunga mkono Chadema kudai katiba mpya? Nyosha mkono. Katiba mpya ni sasa. Nikisema katiba mpya, sema ni sasa. Sawa. Katiba mpya. Tunduma katiba mpya. Tunataka katiba mpya. Samia usikie. Nimemsikia Kitile Mkumbo anasema CCM italeta katiba mpya. Kitile Mkumbo, nchi hii sio mali yako, ni mali yetu. Ili katiba mpya mwaka 2011 tume ya Warioba ilisema Watanzania wanahitaji katiba mpya, ikakusanya maoni na CCM haikuleta hiyo katiba. Sasa mpaka damu itoke kwenye masikio. Tumeanza mikutano ya hadhara. Tuna mambo mangapi? Tunataka mwenyekiti wetu atoke kwa sababu hana kosa. La pili, tunataka katiba mpya. Mwenyekiti wetu Lissu ndio mtu atatupeleka kwenye nchi ya asali na maziwa. Mtu aliyechaguliwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, akapigwa risasi 38
16 zikaingia kwenye mwili wake, na amesimama kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua nchi yake aliyoipenda, akaichagua, akaipa mlima mrefu kuliko yote Afrika, akaipa ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, nchi pekee yenye Tanzanite, nchi yenye maajabu 7 ya dunia, Ngorongoro na Kreta, a cradle of man, nchi ya mbuga ya Seru. Mwenyezi Mungu ametupenda kuliko nchi zote, akatuchagulia kiongozi anaitwa Tundu Lissu. Watanzania wanataka Tundu Lissu atoke, ashike nchi hii, atupeleke kwenye nchi ya ahadi ya asali na maziwa. Tunataka Lissu atoke. Mambo mangapi? Katiba mpya na Lissu atoke. Tunazunguka nchi nzima, tunafanya mobilization. Tunataka na nyie, kila mtu uende uzungumze na ambaye hakuwepo, mpelekee ujumbe wetu, tujiunge, tuwe wengi. Fanyeni kazi ya chama kwa bidii. Wasipotusikiliza, narudia, wasipotusikiliza, tutaitisha maandamano. Hata mtoto mdogo atatoka ndani ya nyumba kuandamana. Wangapi wako tayari tukitoa kauli watoke nje? Nyosha mkono, nyosha mkono. Kwa hiyo sikieni, siku hiyo itakuwa Tunduma, itakuwa Mroe, itakuwa Mbozi, itakuwa Iringa, itakuwa Mbeya. Hakuna sehemu mtaenda. Watu wanataka katiba mpya na free Tundu Lissu. Mamangu njoo mama, njoo. Huyu mama mtoto wake aliuawa tarehe 29. Kwa urahisi. Hebu zunguka. Pole sana. Bwana Yesu. Tunaongea sababu amekuja Mungu mtetezi wetu, anataka kututoa kwenye shida tulizozipata. Samia ameua watoto wetu. Isitoshe, sijui amekula nyama zao, sijui amewaweka wapi. Bonge wapiga ameua watoto wetu. Ameua kijana wangu Samuel Fidelis Nzakaha, amemuua pale Sogea kwa Mangi pale kwenye mti. Nimetafuta maiti kote, nimeshindwa. Nilipoenda Vwawa waliniambia kwamba nenda Ifisi. Nimeenda Ifisi, nimezunguka, nimekosa. Nikarudi tena kituo cha polisi, wakaniambia una uhakika kwamba amekufa? Nikamwambia ndio amekufa. Kuna vijana wenzake walirekodi picha, akasema hata picha mlirekodi. Nikamwambia ndio, vijana wenzake waliomokota walirekodi picha wakasambazia wenzao. Lakini kuna baba mmoja simfahamu, sijui ni askari, sijui ni nani, akaniambieje? Akaniambia mama, wewe nenda polisi, lakini majibu watakayokuta uridhike na hayo. Hivi kwani mtu amekuulia mtu wako, amekufanyia ubaya, anaweza kukwambia ukweli? Kwa hiyo Samia anajua watoto wetu alipowaweka. Tunachoomba kwa sasa, atuonyeshe makaburi ya watoto wetu. Tunakwenda tunafagilia kaburi za watoto wetu. Na leo sivyo, Biblia imesema hivi, auaye kwa upanga atauawa kwa upanga, auaye kwa risasi atakufa kwa risasi. Aondoke madarakani, hata mutaki. Kama ni mwanamke aliyebeba mimba miezi 9, anayesikia uchungu kama ninaousikia leo hii, nimeumwa kisukari kwa ajili ya mtoto wangu, nimeenda hospitali, nimelazwa, nimetoa $300 kwa ajili ya kisukari hicho, na bado mtoto wangu simuoni. Sameri wangu, kijana wangu wa pekee, nimelea kwa shida. Watu wengi hapa wananifahamu. Nilitelea watoto kwa kuuza uji na chapati mpaka nimeumwa. Leo hii watoto, mwanangu alikuwa akiniambia mama, hutakufa bila kula matunda yetu. Leo hii matunda yako wapi? Leo hii hata maiti sioni, hata kaburi sioni. Atupe watoto wetu. Rasi aondoke madarakani. Hatumuhitaji. Aondoke. Fikiria maumivu kama haya. Huyu mama, msiba hauishi tangu mwaka jana. Kwa sababu kama hujaona mtu wako, msiba unaishaje? Hii sio nchi ambayo tulitaka sisi tuwe humu. We love this country. Tunaipenda nchi. Hatuna chuki binafsi na Samia.
lakini tuna shida na namna anavyotupeleka. Unawezaje kujiweka madarakani kwa maumivu ya wenzako namna hii? Hao vijana walikuwa nadai wapate namna ya kuchagua viongozi wao. Huyu mama unamwambia nini? Mama yake Polepole unamwambia nini? Mama yake Mdude Nyagali unamwambia nini? Mama yake Soko unamwambia nini? Mama yake Kipanya unamwambia nini? Mamia ya watu wameumizwa kwenye nchi hii. Tunataka tubadilishe mwelekeo wa nchi hii. Tunduma, asanteni sana kwa kunisikiliza. Tunawashukuru. Tunaomba mchangie chama hiki, tupeleke message hii mbele, tubadilishe maisha ya chama hiki. Mama, tutalalamika ndani ya nchi, tutalalamika na kimataifa. Hakuna kitu kitapotea hapa. Kuna kitu kitapotea hapa. Kwa hiyo chukueni simu zenu. Kwanza ninawaomba Tunduma, Biblia inasema pale moyo wako ulipo, pale hazina yako ilipo, ndipo moyo